mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Kwa majina naitwa Fatuma Maseri, ni afisa tabibu mganga mfawidhi zahanati ya Mpamaa. Kwa kituo chetu, kwanza tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama yetu Samia Suluhu Hassan, pia mbunge wetu Mheshimiwa Mavunde, pia tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Diwani pamoja na mtendaji na wenyeviti wetu wa mitaa yetu mitatu. Kwa upande wa miradi tuliotekelezewa zahanati ya Mpamaa, tunajivunia uwepo wao. Cha kwanza, tumeweza kupata fedha kwa ajili ya ununuzi wa furniture. Hapo mwanzo wananchi wetu wakapata changamoto, walikuwa wanakaa paka chini. Kafikia hata mheshimiwa paka aleta viti ambavyo sio vya rasmi, lakini tunaweza kupata huduma. Jambo lingine, tumefanikiwa kupata kichomea taka hatarishi. Hapo mwanzo ililazimika tutumie mashimo ambayo sio rasmi kwa ajili ya kutekeleza taka. Pia jambo lingine, tumeweza kufungiwa mfumo wa Gotomis ambao ni mfumo wa kisasa kwa ajili ya huduma za afya. Kwa yote sisi hao tunajivunia. Tunawapongeza sana viongozi wetu. Mungu awabariki sana. Hakika tunatendea wema wananchi. Asanteni. Kwa sasa hivi huduma imeboreshwa vizuri. Kwa sababu hapo mwanzo ilikuwa tunatumia mfumo wa makaratasi. Kama nilivyoelezea, mpande wa furniture watu walikuwa wanakaa chini, lakini kwa sasa mheshimiwa ameweza kutekeleza. Alisema kwamba huduma zitakuwa bora, na ni kweli tunaliona hilo. Huduma zinaboreshwa, kama vifaa tunapata vya kutosha. Tuna vifaa mbalimbali. Ikiwemo kwenye vifaa tiba, tunapaka mashine kwa ajili ya kusaidia kuchakata damu. Mashine mbalimbali zipo hapa zahanati. Kwa hiyo mtu akiwepo nje hawezi kujua, lakini ukiingia unasema vitu vipo vizuri. Hapo zamani ilikuwa kidogo watu hawakuwa wengi sana wagonjwa. Sababu unakuta mtu akifikiria afike mazingira sio rafiki, hamna sehemu ya kukaa. Lakini kwa sasa hivi wale wagonjwa wameongezeka. Na hata mapato pia yanaongezeka ya kituo. Kwa namna hiyo kwamba dawa zitakuwa za kutosha, vifaa tiba vyote vinapatikana kwa sababu ya ile uwepo wa wagonjwa kuweza kuchangia huduma stahiki zinapatikana pia. Kwa majina naitwa Severino Sagika, mimi ni mkazi wa mtaa wa Mpamaa. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa ajili ya hiki kituo cha afya zahanati ambao wametujengea Mpamaa. Mwanzoni kabla hatujapata hiki kituo, sisi kama wamama wajawazito tulikuwa tunahangaika sana. Ukiangalia huduma tulikuwa tunazifuata mbali. Ukilinganisha na kipato, wakati mwingine mtu anakosa nauli ya kumpeleka kituo cha afya kilichoko mbali, lakini kwa sasa tumewekewa zahanati, hatuhangaiki. Tunashukuru mama kwa kazi anayoifanya. Sasa hivi tunapata huduma nzuri, hatuhangaiki. Asanteni. Majina naitwa Malimi Chazi, mkazi wa eneo hili la Mpamaa. Kwanza naomba nishukuru uongozi wa mtaa, uongozi wa ngazi ya kata, kimaanisha diwani pamoja na watendaji wengine wote kwa kutuwezesha kutujengea kituo hichi ambacho kimetusaidia kuweza kupata huduma stahiki. Nashukuru sana kwa ajili ya miundombinu hii wanaoendelea kutujengea. Pia na sisi wakazi wa eneo hili imetuwezesha kupata huduma ambazo ni nzuri, ambapo imechangia kuweza kuondokana na umbali wa huduma tulipokuwa tukizipata hapo mwanzo. Kwa hiyo nipende kuwapongeza kwa ajili ya hatua hii. Ninapenda kuwashauri hata wengine wanaume ambao pengine kwa namna moja ama nyingine hawafiki katika eneo la kutoa huduma kuwapeleka wenza wao, ni wasihi wajitahidi wafike katika eneo la huduma, kwa sababu asilimia kubwa tunapewa kipaumbele wa baba wanaokuja na wenza wao wanapata huduma iliyo bora na kwa wakati. Kwa majina naitwa Happy Joshua, ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Mpamaa. Kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia kumshukuru Rais wetu Mama Samia, mbunge wetu, Mheshimiwa Diwani na viongozi wote kwa namna wanavyoshirikiana kwa ajili ya mradi huu wa zahanati ambayo kwa upande wa mtaa wetu wa Mpamaa tulikuwa tuna changamoto kubwa sana. Kwa upande wa huduma hususani
wamama walikuwa wanapata huduma mbali sana. Walikuwa wanatoka hapa kwenda Santejema, na ukiangalia mazingira pia yalikuwa sio rafiki kwa sababu hata miundo mbinu ya barabara ilikuwa bado haijakamilika. Na ukiangalia hata kwenye upande wa upimaji wa huduma ya mtoto walikuwa wanapata shida sana kwa sababu huduma hiyo walikuwa wanaipata chini ya mti kwenye kanisa la RC. Kwa hiyo uwepo wa hizi zahanati imetusaidia sana. Pia niwashukuru wale wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba mradi huu unaendelea.